Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imeendelea leo Oktoba 17, 2025 Mahakama Kuu Dar es Salaam kwa shahidi watatu upande wa mashtaka, mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Elbariki Kaya kutoa ushahidi wake na kisha kuomba kukabidhi vielelezo kwa mahakama. Baada ya shahidi huyo kuiomba mahakama kupokea vielelezo hivi vya ushahidi, mahakama ilimpa nafasi mshtakiwa Tundu Antipas Lissu kukubali au kukataa kupokelewa kwa vielelezo hivyo, ambapo mshtakiwa Lissu alikataa kwa kutoa sababu 4. Lissu alisema kuwa vielelezo hivyo havipaswi kupokelewa na mahakama kuu kwa sababu kwa mujibu wa sheria vilipaswa vioneshwe kwanza kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ndipo viletwe mahakama kuu, jambo ambalo halikufanyika. Lakini sababu ya pili aliitaja kuwa ni vielelezo hivyo kuletwa kabla ya wakati wake, ambapo ilipaswa shahidi huyo kuleta na kuonesha taarifa yake ya kitaalamu kwanza kabla ya kuleta na kukabidhi vielelezo vya ushahidi. Sababu ya tatu aliitaja kuwa ni shahidi kwa utaalamu wake aliojitambulisha nao kutokuwa na sifa kisheria kuleta ushahidi huo kwa sababu sheria inamtambua kuwa ni mtaalamu wa picha mnato, wakati yeye amefanya uchunguzi na kuleta ushahidi wa picha mwendo, yani video. Na sababu ya 4, mshtakiwa aliitaja kuwa hakuna uthibitisho wa nyaraka kuwa vielelezo vilipita katika hatua zipi mpaka kufika mahakamani, yani chain of custody. Hivyo, kwa mujibu wa sheria, kama kulikuwa na break of custody, vielelezo hivyo havipaswi kupokelewa na mahakama. Baada ya mshtakiwa kutoa hoja hizo za kupinga kupokelewa kwa vielelezo vya shahidi watatu wa upande wa mashtaka, mahakama kuu iliwapa nafasi mawakili wa upande wa mashtaka kujibu hoja, ambapo wao waliomba kujiandaa kwa saa 2 zaidi, jambo ambalo lilisababisha kesi hiyo kuahirishwa mpaka Jumatatu Oktoba 20, 2025 saa 3 kamili asubuhi.